Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati, tunawasalimia. Wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena asubuhi njema ya siku ya leo lundi le 26 janvier 2025. Na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za asubuhi ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari mbichi kabisa kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari zetu za asubuhi ya leo kama kawaida tutawapeleka kwenye shamba la vita, tuwaambie yanayojiri huko asubuhi ya leo, na nitawaambia kuhusu habari za kifo chake ancien president wa Republique Democratique du Congo Joseph Kabila. Ni habari zilizosambaa kuanzia siku ya juzi vendredi na mpaka kwa sasa zinaendelea kuonekana kwenye mitandao ya kijamii. Habari hizo ni za kweli ama ni za uongo, tutakuja kufahamu. Kama kawaida tumewaletea habari mingi tena mbichi. Mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kuzilike habari hizi, pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Mkumbuke kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp, muguse hapo kwenye titre, pale chini ya titre mu description mtapata linki yetu, mujiunge nasi kupitia linki hiyo. Bila shaka mtakuwa mkizipata habari zetu zote kwa wakati. Taarifa zetu mbichi kabisa za asubuhi ya leo tutazianzia kuhusu taarifa za kifo chake Joseph Kabila, president wa zamani wa nchi ya Kongo. Habari za kifo zake zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii tangu juzi, donc kuanzia vendredi njo habari hizo zilianzaka kusambaa kwenye mitandao ya kijamii. Habari hizo zinaendelea kuonesha kuwa ancien president Joseph Kabila alikufaka wakati ndege ya vita ya FARDC ilishambuliaka nyumba pale kuporo ya Kalundu, nyumba ambayo ilikuwa hoteli ya zamani. Na wakati ndege hiyo ilishambuliaka ile nyumba, habari zikatufikia kuwa kulikuwa kukifanyika ndani reunion ya AFC M23. Na baada ya frappe hizo sasa ndipo habari zikaanza kusambaa. Kwanza taarifa zikasema kuwa kulikuwa ndani wa ofisier tofauti wa AFC M23, na ndipo sasa president Joseph Kabila naye alikuja kutajwa miongoni mwa watu ambao walipigwaka na ile na ile avio ya FARDC. Paka kwa sasa na muda huu ni habari ambazo ziko na sambaa kwenye mitandao ya kijamii, ila upande wetu tunawaambia ya kwamba ni habari ambazo zina uhakika. Donc ni habari ambazo tutakonfirme kuwa ni kweli, kwa sababu tujapata confirmation yoyote kuhusu hayo. Joseph Kabila ni mtu wa karibu na AFC M23. Kiukweli akiwa alishapoteza maisha yake, kunaweza kuwa na taarifa kabisa ambayo itatangazwa na AFC M23. Tena ni mtu ambaye ni wa maana sana kwao, kwa sababu na wasaidiaka kupitia njia zote kutumikisha franka kabisa katika kuwasaidia na kuwapa kabisa kila msaada unaohitajika. Donc ni mtu wa karibu wa AFC M23 kutokana na usaidizi wake katika kundi hilo. Akiwa kabisa alishapoteza maisha yake, yani wakati inaweza kuwa ni realite, Aisha kufa wakati ndege hiyo ilishambuliaka
ile nyumba ancien hotele pale kuporo ya Kalundu. AFC M23 wanaweza tangaza hayo haiwezi fika desemene na hawaya tangaza hayo. Munaweza mkakumbuka kuhusu kifo chake Magloire Paluku. AFC M23 ilitangazaka kuhusu hayo, na wengine viongozi tofauti wenye walikufaka wakiwa mwa AFC M23. AFC M23 ilitangazaka hayo, kwa hivyo haiwezi kaa kabisa bila kutangaza hayo. Na kitu kingine, mtu kama huyo ni mtu mwenye hata uongozi wa Kongo unakuwaka na taarifa zote kabisa zake. Donko serikali ya Kongo, mtu kama yule wanakuwaka na watu wengi na hata wakaribu wake wenye wanaweza kuwa na wapa taarifa hizo. Donko President Joseph Kabila kiwa kabisa alikufa, mnaweza kuona viongozi tofauti wa nchi ya Kongo wakitangaza kuhusu hayo. Zinabaki sasa habari ambazo hazina confirmation yoyote, kwa sababu ni serikali ya Kongo haijatangaza kuhusu hayo. Ni AFC M23 watu wanaotumika naye nao kabisa hawajatangaza hayo, na pale njo kwenye tunaweza tukatosha confirmation kuhusu hayo. Mnaona kwamba kuna taarifa yoyote kuhusu kifo chake, na pale nitawaambia kuwa habari hizo kabisa si za ukweli, kwa sababu haziwezi kosa julikana na kuwafikia viongozi wa serikali ya Kongo, ama na AFC M23 haiwezi kataa kutangaza hayo. Mnajua ni kwa nini serikali ya Kongo haiwezi kosa kutangaza hayo? Wale ni watu wanaopingana na serikali ya Kongo. Kwa hivyo habari kama na hiyo ikiwa kabisa ni realite, serikali ya Kongo inaweza kuzipata hata mbele ya wakati. Mnaweza kupata viongozi wote wakitangaza hayo. Nikiwakumbusha kitu, wakati vita vilikuwaka katika maeneo ya Goma, wakati yule gouverneur wa zamani marehemu Peter Chirimwami alikufaka, deja AFC M23 ilitangazaka hayo mbele ya gouvernement ya Kongo. Unaona kuwa hao ambao wako muvita wanakuwaka na wako na taarifa zote kuhusu kinachoendelea pale kufro. Sasa ikiwa kabisa Joseph Kabila alikufa, hatuwezi kosa confirmation yoyote kutoka kwa pande mbili. Zile ni habari ambazo zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii, hakuna realite kuhusu hizo habari kabisa. Tuendelee na taarifa zetu, habari mbichi zetu, tuwapeleke kwenye shamba la vita katika maeneo tofauti, hususan katika mkoa wa Walikale kwenye kunaendelea kuripotiwa mapigano makali kati ya waasi wa M23 pamoja na jeshi la Kongo. Kutoka maeneo karibu na Pinga, hali ni ya utulivu asubuhi ya leo. Vyanzo vyetu kutoka huko vinasema kwamba hali ni ya utulivu katika maeneo ya vita huko, hakuna mashambulizi yanayosikika maksi tofauti. Kaya mingi za familia zinaendelea kurejea katika vijiji vyao. Wakaji hao walikuwa wamekimbia vijiji vyao kuanzia le 20 kwenye mapigano yalikuwa yamezuka upya kati ya pande mbili huko Walikale. Aujourd'hui, kutokana na utulivu ambao unaonekana kufuro, wako na rejea katika vijiji vyao. Katika teritware ya Masisi na hata Ruchuru hakuna vita vinavyoripotiwa huko. Vyanzo vyetu vinatuambia kuwa hali ni ya utulivu. Na katika maeneo ya Uvira huko kwenye hatuwezi tukapita bila kuambia hali ni vipi huko. Vyanzo vyetu vinatuambia kuwa kwamba kabisa hali ni ya utulivu kwenye maeneo tofauti ya vita huko Uvira, ni maeneo ya Plaine de Ruzizi au Plateau d'Uvira. Toujours AFC M23 inaendelea kukaa katika eneo ya Sange kurudia nyuma mpaka Luvungi na Kamanyola, pale ndio kwenye wangali wazalendo na jeshi la Kongo wako Runingu kurudia Kiliba vers Uvira. Donc AFC M23 wakati iliondokaka Uvira, iliondokaka katika eneo ya Kiliba mpaka na Runingu, Sange kuendelea na maeneo ya Luvungi, Katogota na mpaka Kamanyola
zingali mu mikono yao. Tuendelee na taarifa zetu, habari zetu mbichi, tuwapeleke katika eneo ya Masisi kwenye kufuatia moto katika hospitali kuu ya rufaa ya Masisi. Asasi za kiraia zinaomba msaada wa vifaa na kibinadamu. Watendaji wa asasi za kiraia katika eneo la Masisi hapo Kivu Kaskazini wanatoa wito wa usaidizi wa vifaa na binadamu kwa hospitali kuu ya rufaa ya Masisi ambayo iliathiriwa vibaya na moto mnamo le 19 za mwezi huu mwaka huu. Kulingana na vyanzo kadhaa vya ndani, moto huo ulisababisha uharibifu mkubwa wa vifaa na kudhuru sehemu ya miundombinu ya hospitali pamoja na vifaa kadhaa vya matibabu. Angalau vifo vitatu vimerekodiwa, ikiwa ni pamoja na watoto wawili wachanga waliolazwa katika kitengo cha watoto wachanga na mzee mmoja. Katika barua ya wazi iliyoandikwa Jumamosi siku ya juzi kwa mamlaka za kitaifa, hasa Rais wa Jamhuri, asasi ya kiraia ya Masisi inaitaka serikali kutoa msaada wa haraka kwa kituo hiki cha afya cha kimkakati na kufungua uchunguzi huru ili kufafanua hali hiyo. Barua hiyo inasema kuwa kwanza tunawapa pole watu wa Masisi na kwa eneo lote la afya la Masisi, na tunatoa wito kwa uchunguzi huru wa haraka ili kubaini chanzo halisi cha moto huo, tulisoma katika barua hiyo. Msiba huu unatokea katika muktadha nyeti, hasa huko hospitali kuu ya rufaa ya Masisi ikitibu idadi kubwa ya wagonjwa wakiwemo watu waliokimbia makazi yao kutokana na vita na waathiriwa wa vurugu zinazohusiana na mzozo wa silaha unaohusishwa na waasi wa M23. Uharibifu wa sehemu ya hospitali hii unazidisha hali ya kibinadamu ambayo tayari ni hatari. Bali na kudai uchunguzi huru, wadau wa eneo hilo wanatoa mapendekezo kadhaa muhimu, ikiwa ni pamoja na kuimarisha usalama na ufuatiliaji wa miundombinu ya afya, hasa katika maeneo yenye idadi ya watu walio katika mazingira magumu, ujenzi wa haraka na ukarabati wa hospitali kwa usaidizi kutoka kwa serikali na washirika wa kiufundi na kifedha. Utekelezaji wa mifumo madhubuti ya kuzuia moto, ikiwa ni pamoja na uboreshaji wa mitambo ya umeme na mafunzo ya wafanyakazi na usaidizi wa kisaikolojia na kimatibabu kwa wagonjwa na familia zilizoathiriwa na janga hili. Asasi za kiraia huko Masisi zinatumaini kwamba rufaa hii itasikilizwa ili kuzuia majanga kama hayo kutokea tena katika vituo vingine vya afya katika nchi ya Kongo. Hapo ni muteritware ya Masisi, pale Masisi centre kwenye baada ya moto kuchoma ile hospitali kuu ya rufaa. Asasi za kiraia zinaomba msaada wa vifaa na kibinadamu. Turudie katika mji wa Uvira, tuliondoka huko bila kuwapa taarifa zote zinazotufikia kutoka katika mji wa Uvira. Katika mji wa Uvira, serikali ya Kongo ilidai kwamba machafuko yaliyoandaliwa na AFC M23, adui wa Kongo, hayakutokea wakati walikuwa wakijiondoa katika mji wa Uvira. Kujiondoa kwa waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda kutoka mji wa Uvira katika jimbo la Kivu Kusini kulijadiliwa kwa mara ya kwanza katika mkutano wa baraza la mawaziri uliofanywa Ijumaa le 23 katika jiji la Umoja wa Afrika chini ya uongozi wa Waziri Mkuu Judith Suminwa. Akiwasilisha hali ya uendeleshaji katika nyanja mbalimbali, hasa katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, naibu waziri mkuu, waziri wa ulinzi wa taifa na maveterani Gai Kabomo Mwandiamvita aliripoti kurejea kwa vikosi vya usalama Uvira ili kuhakikisha utulivu wa umma na usalama wa idadi ya watu. Katika tukio hili alionyesha kwamba hali ya machafuko iliyotabiriwa na uasi baada ya kujiondoa kutoka jijini ilikuwa imezuia kutokana na mipango iliyofanywa na amri mbalimbali za kijeshi ili kuhakikisha ulinzi wa raia na jamii zote za wenyeji. Kumbukumbu ya ripoti hiyo inatangaza kuwa kufuatia kuondolewa kwa wanajeshi wa muungano wa AFC M23 na washirika wao RDF kutoka mji wa Uvira, vitengo vya vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo viliendelea na nafasi zao za awali ili kuhakikisha ulinzi imara wa jiji
na ulinzi wa idadi ya watu hasa wanachama wa jamii ya Wanyamulenge. Machafuko yaliyopangwa na adui kupitia ujanja wa jamii za wenyeji hayakutokea kutokana na maagizo thabiti yaliyotolewa kwa makamanda wa operation pamoja na mamlaka ya haki za kijeshi kwa lengo la kuadhibu makosa yoyote ya ziada. Hiyo ni serikali ya Kongo ambayo ilitangaza kwamba machafuko ambayo yalikuwa yameandaliwa na wasi wa M23 wakati wa kujiondoa kwao katika mji wa Uvira hayakufanyika kutokana na kuingilia kati kwa haraka kwa vikosi vya jeshi la Kongo. Asante ndugu zangu, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea asubuhi ya leo. Nawashukuru kabisa, tupatane katika habari za mchana kama kawaida. Ni mzee Bauma mwenye mbichi ambaye mko naye kwa kuwapa taarifa kamili. Tupatane kabisa katika taarifa zifuatazo. Merci beaucoup.